nikiri kwamba nimepokea hoja ambazo zimetolewa na waheshimiwa wabunge. Na nilipopita pale Dinam, mheshimiwa diwani wa eneo lile aliniomba, nimemuona pale, aliniomba nifikishe salamu kwa Mheshimiwa Rais za kuomba bweni la wasichana kwa sababu watoto wa pale wanatembea mbali sana. Nimemwambia mwezi ujao watapata hiyo milioni 153 wajenge hilo bweni. Sasa niwaambie na waheshimiwa wabunge hapa, hoja zenu zote tumezipokea, na baadaye nitawaleta waheshimiwa mawaziri wa sekta waje kujibu. Hoja ya maji, hoja ya barabara, hoja ya vituo vya afya, hoja ya maeneo ya upande wa umeme, hoja ya upande wa barabara zile za ndani ya TARURA na zile barabara zinazohusisha barabara zinazosimamiwa na TANROADS. Nimezipokea, na niwaambieni wanambulu, mbunge wenu, nikianza na Wambulu mjini, ndugu yangu, na mimi nitamke kama alivyosema naibu spika Isaki. Kama mlivyomsikia hapa, hata akiwa bungeni yuko hivyo hivyo. Nimesema nitapita kote. Moja ya jambo nililokuwa nafanya ni kujionea miradi ya maendeleo, lakini la pili nilitaka nione hali ya barabara zilivyo. Nimemwambia naibu waziri wa barabara, mkoa wa Manyara ndio mkoa ambao una kiwango kidogo zaidi cha barabara za lami, na nikamwambia asihesabie barabara ya Hanang, ile inapita mkoa wa Manyara, sio ya mkoa wa Manyara. Tutaanza kuhesabu barabara ikienda mpaka Kiteto, tutaanza kuhesabu barabara ikija mpaka Mbulu, ikaenda mpaka Karatu. Nimepita, nimeshaiona, nimemwambia akae na wenzake na wabunge wetu, tulichakaa tukabainisha maeneo ya kipaumbele. Natambua mahitaji ni mengi, lakini kwa jitihada anazoweka Daktari Samia Suluhu Hassan tutaenda hatua kwa hatua. Tumesema kipaumbele cha kwanza ni miradi inayoendelea. Tuikuamue miradi inayoendelea ianze kufanya kazi. Kipaumbele cha pili ni miradi ambayo mikataba imeshasainiwa. Natambua hata huku tuna barabara ambayo mikataba imeshasainiwa ila wakandarasi hawajaanza kufanya kazi. Tuikuamue na hiyo. Kipaumbele kitakachofuata ni kuunganisha maeneo ambayo yamebaki na vipande. Tumeona hata hapa majina yale magumu, inabidi mkubali hivyo tu, nielezee hivyo. Ukitoka hapa kwenye hii ambayo mkandarasi yuko site kilomita 25, kuna kilomita 35 katikati pale. Kuna kilomita 25 zingine, na zile zinazokwenda kuelekea mpaka Mkalama, na zile zinazokwenda kuelekea mpaka Sibiti, na zile zinazokwenda kuelekea mpaka Maswa, na hizi zinazoelekea huku kwenda Karatu, pamoja na ile ambayo mmesema inayounganisha na wenzetu wa kutokea kule Bariadi. Kwa hiyo hili tumelizingatia, na kwa upande mwingine tulishaongea zile ambazo zinatokea katika upande wa majimbo mengine, na tutakaporudi tutakaa na hizi sekta ili tuweze kuyafanyia kazi haya. Kama tulivyotoka Haydom, nilipokuja kukupokea sana, sina salamu za heri zaidi ya kilio cha barabara ya Mbulu Garbabi. Nimekusumbua sana tukiwa bungeni, wakati ukiwa waziri wa fedha, tulipokuwa pale Masgaroda ulisema hapa ni kwako, nikakuambia barabara hii kwangu haijafika. Ninakuomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na wewe ni kiongozi wa serikali bungeni, ninakuomba barabara ya kilomita 25. Ninakuomba ile barabara ya kilomita 25 ambako sasa ni kilomita 2 tu. Huwa kuna wakati napata hasira sana na yule mkandarasi, lakini huwa kuna wakati nashusha hasira. Basi nikuombe wewe, ile barabara wanambulu wanaisubiri kwa hamu kubwa sana. Ninaomba basi itoshe kusema tuliomba kwa rais. Wewe mjumbe wa rais leo umekuja, basi na uendelee kupeleka salamu zetu. Tunaomba hiyo barabara ijengwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanambulu wana hamu kubwa ya kuisubiri hiyo barabara. Lakini kwa namna ya pekee tunaomba pia kilomita 22 za kutoka hapa kwenda Karatu, kutoka mjini Mbulu kwenda Kilimapunda, nako ni udongo na mvua inanyesha sana kwenye eneo langu hili.
Leo tuliwaomba viongozi wa imani, wazee wa mila, wazuie mvua kidogo ili wewe uongee uyasikie haya ya watu wa Mbulu. Basi kwa namna ya pekee, barabara hiyo ni kilio, barabara hiyo ni maombi, tunakuomba. Lakini nitakuja kila saa kwenye kiti chako pale bungeni na hakuna mtu wa pili pale, mimi hutaniondoa, kila saa nitakusumbua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ziara yako na hasa katika mkoa wa Manyara, umeelezea kwamba mkoa wa Manyara ni kati ya mikoa yenye mtandao mdogo wa barabara za lami. Na mimi kama mtu ambaye nawasaidia katika sekta ya ujenzi nakiri hilo. Na hata Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiwa waziri wa fedha, utakumbuka kwamba mlitoa pia maelekezo hayo kwamba kuna haja ya kujenga barabara nyingi, na moja ya barabara ambazo itakiwa zijengwe nyingi ni katika mkoa huu wa Manyara. Tulikuwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hiyo barabara sio kwamba zimefutwa, bado zipo, kujenga barabara ya kutoka Kongwa, Kibaya, Olkersmet na Berera hadi kwenda Losnyai. Mradi ambao upo lakini unajengwa kwa awamu, utakuwa umekata sehemu kubwa ya mkoa wa Manyara. Lakini pia ilikuwa ni kujenga barabara ya kutoka Handeni, Kiberash, Kijungu, Kibaya, Chemba kwenda kwa Mtoro, ambayo pia itakuwa ipita sehemu kubwa sana ya mkoa wa Manyara. Na barabara nyingine ndefu ilikuwa ni barabara ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu inatoka Karatu inapita hapa Mbulu kwenda Haydom, barabara ambayo umekuja nao Kidarafa kwenda Sibiti hadi mkoa wa Simiyu. Barabara ambazo Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilionekana kwamba kwa mazingira tuliyokuwa nayo tusingeanza kuzijenga zote, lakini tuanze kwa awamu. Na barabara zote hizo Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka zimeanza kujengwa kwa awamu ili hakika kufungua huu mkoa wa Manyara na kuunganisha. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizo barabara zimeanza kujengwa ama zinajengwa, hizo kwenye mpango wa kujengwa, lakini kwa awamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuhusu Mbulu, naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba barabara hii ya kutoka Karatu kuja hapa Mbulu kwenda Haydom tumeshaanza kuijenga, na umeona kipande cha kutoka Mbulu kwenda Galbad kilomita 25, lakini pia kutoka Labai kwenda Haydom. Lakini ikiwa ni mwendelezo hiyo barabara kwenda Simiyu, kule Simiyu tuna kipande cha kilomita 65 ambacho kinatoka eneo la Mkoma hadi pale Lalago kilomita 65. Lakini mpango ni kwamba tukisha kamilisha hivyo vipande ambavyo vina wakandarasi ama vimesha sainiwa, sasa itakuwa ni kuijenga barabara hiyo yote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama umemsikiliza, tuna kipande ambacho sasa kimebaki kati ya Galbabi na Labai kilomita 35, ambazo hata wakati tule pale tupo Galbabi umetoa pia maelekezo kwamba majengo haya yatumike na wakandarasi watakao kuja kukamilisha kipande cha kilomita 35, ambapo sasa tutakuwa tumeunganisha kwa lami kutoka hapa Mbulu hadi pale Haydom. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipande cha kutoka hapa kwenda daraja la Magara hadi Mbulu wa Mjerumani tumekamilisha usanifu, tumeshafanya tathmini ya fedha ya kuwalipa wale watakaopisha ujenzi, na jedwali liko tayari kwa mthamini mkuu ili liweze kwenda hazina tuweze kulipa hizo fidia ambazo ni bilioni 3.5. Halafu mpango sasa itakuwa ni kuijenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Japo hata hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye yale maeneo korofi tumeendelea kujenga kwa kiwango cha zege, lakini mpango ni kukamilisha barabara yote, hasa baada ya kukamilisha daraja lilokuwa sugu la pale Magara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara ya kutoka Dongobesh kwenda Dareda tumeshaanza kilomita 7. Mkandarasi yuko site ambaye ndio huyo anayeendelea, ambapo tuna mpango wa kuunganisha Dongobesh hadi pale, na pia tumeshafanya tathmini kwa maana ya kufanya valuation ya fidia
ambazo ni milioni 372, nazo tayari ziko hazina kwa ajili ya kulipa hawa watu watakaopisha barabara ili tuanze ujenzi.